Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji wa television Tumaini, karibu katika kipindi cha Walei Tuzungumze, kipindi ambacho kinakupatia nafasi wewe kiongozi, hasa kiongozi mlei ndani ya kanisa, na katika kuhakikisha basi unakuwa pamoja nasi. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Ndani ya studio siko peke yangu, mimi ni Selina Joseph Matuja, niko pamoja na dada Rozi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina dada Selina. Karibu sana. Asante sana. Na nikwambie tu mtazamaji, mada yetu ya leo ni Kwaresma na mlei. Hivyo usiondoke kando ya redio yako, na kama ilivyo kawaida tuna mada kuu ambayo inasema karakana ya uongozi mwaka 2025. Nakumbuka tuko katika mwaka mtakatifu wa jubilei, miaka 2025 tangu Ukristo ulipoanzishwa. Basi tuanze kipindi chetu kwa sala, na baadaye basi moja kwa moja tutajikita kuweza kutazama Kwaresma na mlei. Kwanza, mlei ni nani na Kwaresma ni kwa nini tuko kwenye Kwaresma? Karibu sana dada Rozi. Asante dada Selina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nimekosa Baba, nimekosa, nihurumie. Nimekosa Baba, nimekosa, nihurumie. Nimeyawaza yasiyofaa Baba, nimesikia yasiyofaa Baba, nimekosa, nihurumie. Tuombe. Mungu Baba mwenyezi wa milele, kwa jina la Yesu Kristo na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, tunakutukuza pekee Mungu wa kweli wa milele, uko ambaye uko, huna mwanzo, huna mwisho, huchunguziki. Hakuna Mungu mwingine ila wewe peke yako, Baba mkamilifu, Mungu wa milele, Mungu wa upendo, Mungu wa huruma. Unatusamehe na kusamehe ni tabia yako. Mungu mwaminifu, uaminifu wako umekuzunguka. Mungu daima unayetuita tutoke katika uovu, tukurudie wewe na kuambatana nawe. Tunakutukuza kwa kazi ya ukombozi. Tunakushukuru kwa kuturudishia tena urafiki kati yetu sisi nawe, Mungu tuliopoteza kwa sababu ya dhambi. Tunamshukuru sana mwana wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya mateso yake makali, kwa ajili ya kifo na ufufuko wake, na hatimaye tumekuwa watu wa mwanga, watu wa ufufuko. Bwana mwema, tunapoendelea katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaomba nguvu yako ivunje kabisa nguvu ovu ndani ya mioyo yetu. Ulegeze mioyo yetu, uwashe Mungu masikio ya mioyo yetu na kufungua macho ya mioyo yetu, tukusikie wewe, ili hakika yale tulioenda kinyume na mapenzi yako tuyatubu. Nawe daima ni mwema na uko tayari kutusamehe. Uturehemu tunapokuomba toba. Utujalie tuenende kadiri ya mapenzi yako na kadiri unavyotaka wewe. Hakika ni kama tuko katika shimo katikati ya mto unaofurika, na mafuriko huenda yakaja muda so mrefu. Mafuriko haya yatatuzoa na kutumaliza kabisa. Ndizo dhambi zetu, ndio maelekeo ya mambo ya uovu ambao tumeelekea. Bwana mwema, shetani kama simba ngurumaya anapita huku na huku akitafuta mtu ammeze. Tunakuomba ututie nguvu daima ya kumpinga yeye. Ututie nguvu daima ya kuipinga dhambi. Daima utupe nguvu ya kukaribia wewe, tukutii wewe, tuambatane na wewe, nafsi zetu ziambatane na wewe, ili tuweze kuishi kadiri ya mapenzi yako na maagizo yako na makusudio yako. Na mwisho Baba, utujalie kufikia uzima wa milele mbinguni. Tunawaombea wahitaji mbalimbali, wagonjwa, wafungwa, walioathirika kwa sababu ya matumizi ya dawa za kulevya, wakimbizi. Tunawaombea hata wafanyabiashara haramu, wakulima wanaolima mazao haramu.
Tunawaombea wote wanaofanya mambo yasiyokupendeza. Uyajalie Mungu moyo wa kukurudia wewe. Daima wafungwe na kifungo cha upendo kwako Mungu na upendo kwa jirani. Na lile ambalo hawataki wao watendewe, basi wasimtendee jirani. Nasi sasa Bwana tunaomba utubariki katika kipindi hiki, ili yale unaopenda kusema nasi yakatutie nguvu ya mabadiliko ya ndani, tugeuke kabisa, tuache uovu na uelekeo wa kutenda mabaya, tukuelekewe Mungu wa kweli wa milele uliye mtakatifu. Tunaomba hayo na kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria mama wa huzuni, utuombe. Mtakatifu Yosefu msimamizi na mwombezi wa kanisa, utuombe. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, utuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Na mpenzi mtazamaji, basi ndivyo tulivyoanza katika sala yetu ya ufunguzi, tukiwa tunajua kabisa tumo tayari katika kipindi cha Kwaresma. Kipindi cha Kwaresma, kipindi cha siku 40 za toba, kufunga, kusali, kutafakari neno la Mungu, lakini bila kusahau pia matendo ya huruma. Dada Rozi, karibu sana. Kwa nini labda tumesema Kwaresma na mlei? Asante. Basi Daselina, kwa kifupi tupitie neno halafu tuende kuona Kwaresma na mlei. Hapa tayari tumeshaona kutafakari neno, tena neno la Mungu. Amina. Basi mpendwa mtazamaji, somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 13 aya ya 11 hadi ya 14. Naam, tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tumvae Kristo. Amina. Tulimvaa katika ubatizo, tukaendelea kuimarishwa katika sakramenti ya kipaimara, tukaendelea kumvaa na kuwa ndani yake na yakawa ndani yetu katika sakramenti ya Ekaristi. Tukaendelea pale tulipoanguka, tukamvaa tena katika sakramenti ya kitubio, maana yake huwezi kuungamanika naye ukiwa katika hali ya dhambi. Tukamvaa tena tulipokuwa wagonjwa katika sakramenti ya uponyaji, tukamvaa zaidi katika sakramenti za huduma, sakramenti ya daraja takatifu ya ushemasi, upadri na uaskofu akiwemo Baba Mtakatifu, lakini pia tukamvaa zaidi katika sakramenti ya huduma ya ndoa takatifu. Basi tumemvaa katika maisha ya sala, tumemvaa katika neno takatifu, neno lake, kama ambavyo umetuambia dada Selina. Tunamvaa sana pia tunapotenda matendo mema na tunapotenda matendo ya huruma kiroho na kimwili. Tunamvaa tunapotoa sadaka, malimbuko mbalimbali, tunapotoa zaka, sadaka za shukrani na kadhalika. Na tutaona hapa kwa kifupi sadaka ni nini na kadhalika. Kwa hiyo Mtume Paulo anapohimiza kwamba tuenende katika nuru, tumvae Kristo. Ni Mungu aliyetuumba sisi, mwenye sisi. Kwa hiyo nani aje atueleze tuelewe? Ni nani atakuja atufundishe tuelewe? Kama Mungu mwenyewe amekuja baada ya kwamba tukuwasikiliza manabii, tuliwapiga na tukuwaua. Amekuja mwanae wa pekee japo tumempiga na kumuua, lakini akafufuka, akatuonyesha ushindi dhidi ya dhambi na hayo maovu yote. Anatutaka sasa tuenende katika upya wa maisha, katika maisha ya uongofu, tukifanya toba ya ndani ambayo mama kanisa ametutengea. Lakini wakati mwingine tumekuwa na maisha ya kusema, bwana taishije bila dhambi? Bwana mbona tu mambo ni rahisi, si nitaungama tu? Bwana
yani tunafanya kama vile havina nguvu vya kutupeleka katika jehanamu ya moto. Na jehanamu hatuendi kwa sababu tunatenda dhambi. Tunaenda kwa sababu tunaikataa huruma ya Mungu. Hatupasi kutenda dhambi. Lakini kama tumetenda bado Mwenyezi amekuwa na huruma, basi njooni kwangu. Kama mwana mpotevu anatupokea tena, anatufanya wapya tena. Kama Zakayo mtoza ushuru anatupokea tena, anatuungamanisha naye tena. Kama yule alienda kusali mtoza ushuru, alienda kagonga akapiga kifua, akawasema nisamee mimi ni mwenye dhambi. Na sisi tunapaswa kumrudia Mwenyezi Mungu. Hatupasi kuishi kama vile Kristo hakuja kutuelezea madhara ya dhambi na habari ya kwenda katika kutokumuona Mungu milele kama tutatenda dhambi na kudumu katika dhambi. Basi tunamshukuru mama kanisa kutengea kipindi hiki cha Kwaresma. Umeuliza mlei ni nani? Basi katika nafikiri nisome Daselina kitabu hiki cha hati za mtaguso mkuu wa pili wa Vatikano, kuna hati 16, lakini mimi leo nitasoma kwa kifupi hati inaitwa Constitution ya kidogma juu ya fumbo la kanisa. Naomba nisome namba 30 sura ya 4 ya hili fumbo la kanisa kwenye hii katiba ama Constitution ya kidogma. Sura ya 4 inaongelea habari ya walei, lakini kuna sura ya 12 yenyewe yote inahusu habari za walei. Mimi naomba leo nisome hii kwamba walei katika kanisa. Tunaposema Kwaresma na mlei, kabla tuja kuona Kwaresma na kuendelea kuangalia nini tunapaswa kufanya, tunaambiwa kwamba walei katika kanisa manake ni nini? Mtaguso mkuu kisha kuelezea majukumu ya hierarkia, unafurahi kuelekeza moyo kwenye hali ya waamini wa Kristo wenye kuitwa walei. Ingawa yote yaliyosemwa juu ya taifa la Mungu huwahusu walei sawasawa kama watawa na wakleri, lakini mambo mengine huwahusu kwa namna ya pekee walei, wanaume kwa wanawake, sababu ya hali yao na utume wao. Misingi ya mambo hayo inatakiwa kuchunguzwa kinagadaga zaidi, sababu ya mazingira ya pekee ya siku hizi. Maana wachungaji wenye daraja takatifu wanajua sana jinsi walei wanavyoisaidia ustawi wa kanisa lote. Maana wachungaji wanajua kwamba hawakuasisiwa na Kristo ili wajitwalie peke yao utume wote wenye uokovu ambao kanisa liliupokea kwa ajili ya ulimwengu, bali kwamba huduma yao tukufu ndiyo kuwachunga waamini na kutambua huduma zao na karama zao, ili wote kila mmoja kadiri ya kipaji chake wasaidiane kwa pamoja katika kazi moja. Kwa maana yatupasa sisi sote tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Katika yeye mwili wote ukiungamanishwa na kushikamanishwa kwa msaada wa kila kiungo kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe katika upendo. Mlei ni nani? Kwa jina la walei humaanisha hapa waamini wote isipokuwa wale wenye daraja takatifu na wenye hali ya kitawa iliyokubaliwa na kanisa. Ni waamini wote isipokuwa wale wenye daraja takatifu na wale wenye hali ya kitawa inayokubaliwa na kanisa. Kwa hiyo daraja takatifu ina ngazi 3. Ya kwanza ni maaskofu akiwemo Baba Mtakatifu, ya pili ni mapadri, ya tatu ni mashemasi ambao wanaanza sasa kupata ushemasi, alafu upadi inaendelea kwa wale watakaoitwa katika ngazi ya uaskofu. Na pia kuna watawa wa kike na wa kiume, nao pia wamejiweka wakfu wao kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na tuliobaki mimi na wewe na wengine ndio waamini walei ambao sasa wote tuna hadhi moja katika kanisa. Sote ni watoto wa Mungu. Sote ubatizo wetu ni mmoja, Bwana wetu ni mmoja, imani yetu ni moja, na safari yetu ni moja kwenda mbinguni, na Mungu wetu ndiye Mungu wa yote katika yote, na anatupenda. Hayo anatuambia waraka kwa wa Efeso sura ya 4 aya 5 hadi ya 7 kwamba
sote tuna hadhi hiyo moja. Mungu wetu ni mmoja, safari yetu ni moja, ubatizo wetu ni mmoja. Kwa hiyo mlei katika kanisa ni mbatizwa. Inaendelea kusema kwamba tunafanywa taifa hilo la Mungu kwa ubatizo sisi sote. Lakini sasa mlei yeye peke yake hana hiyo daraja takatifu na hana maisha ya kitawa. Kwa hiyo ni muamini mbatizwa ambaye ameimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara na kadhalika, ambaye anashirikishwa kwa heshima, anashirikishwa kazi ya heshima. Kazi ya heshima ni ipi? Ya kuhakikisha kwamba kazi ya anasema hivi, utume wa walei ndio kushiriki utume wa kanisa lenyewe uletao wokovu. Kwa kutimiza utume huo ni agizo ambalo wote wanapewa na Mungu mwenyewe kwa njia ya ubatizo na kipaimara. Na anatuambia kwamba kwa sakramenti, hasa kwa Ekaristi Takatifu, mapendo hayo ya Mungu yanatuungamanisha na kadhalika. Kwa hiyo tunahimizwa kujua kabisa kwamba tumepewa mzigo wa heshima wa kuhakikisha kwamba nisome Daselina anasema hivi, basi walei wote wametwishwa mzigo wenye heshima wa kufanya kazi ili azimio la wokovu la Mungu liwafikie zaidi na zaidi watu wote wa nyakati zote na wa mahali pote duniani. Kwa sababu hiyo wafunguliwe kila njia ili wao nao wapate kushiriki kwa bidii tendo la wokovu la kanisa kadiri ya nguvu zao na mahitaji ya nyakati. Kwa hiyo tukaelekezwa tulivyopewa jukumu la kinabii walei, jukumu la kikuhani la kinabii na la kifalme. Lakini tukakumbushwa pia utakatifu wa kanisa, kwamba wito wa watu wote ni kuwa watakatifu na kadhalika. Kwa hiyo ni kitabu ambacho ukiwa nacho mpendwa mtazamaji kitakusaidia sana. Mafundisho mengi mama kanisa mtakatifu anatufundisha. Kwa hiyo mlei ni muamini ambaye hana daraja takatifu hiyo ya upadri, ushemasi, au tuseme daraja takatifu makeni ndio ya hao makasisi, halafu pia si mtawa. Huyo ndio mlei. Kwa hiyo tunaposema Kwaresma na mlei tunaongelea wote, lakini sasa hawa mara nyingi ndio wanaotufundisha makasisi ama maklero, lakini basi tunaongelea watawa, lakini tunaongelea sisi waamini walei. Tunapoongelea Kwaresma tujikumbushe basi kwamba baada ya kuona mlei ni nani, je, Kwaresma ni nini? Tunakumbushwa kwamba mpendwa mtazamaji, Kwaresma ni neno la Kilatini kwanza. Na neno hili la Kilatini limetokana na lugha ya Kihispania na Kireno, ambao wao basi wana namna zao za kuhesabu. Kwa hiyo kwa mfano wao wakihesabu wakisema uno manake ni moja, dos ni double au mbili, tres tatu, quarto ni 4 au kota. Kwa hiyo hii quarto ndio iliyotoa neno quadragesima ambalo ni neno la Kilatini. Kwa hiyo ili neno lenyewe la Kilatini quadragesima lina historia yake nalo katika mataifa mengine ama katika lugha nyingine. Lakini kwa kifupi neno quadragesima kwa Kilatini linamaanisha siku 40. Linamaanisha 40. Linamaanisha 40. Sio siku 40, linamaanisha 40 kwa neno hilo la Kilatini ndo neno hilo quadragesima ama Kwaresma. Sasa kwa nini tunasema Kwaresma? Kwaresma mpendo wa msikilizaji ni kipindi ambacho kimetengwa na mama kanisa, na historia yake tunaambiwa kwamba wakati Wayahudi, wakati tuseme Wayahudi ama Waisraeli wanatoka nchi ya Misri kuelekea Kanaani, Musa mtumishi wa Mungu aliwaambia, na huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Kwa hiyo wakaanza miezi. Kwa hiyo walivyoanza hiyo miezi ambayo mtumishi wa Mungu Musa aliwaambia, kwamba ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12 utaona kwamba hiyo miezi wakati inaanza. Kwa hiyo anasema itakuwa wakati wa miezi kwenu. Kwa hiyo na katika Uyahudi wanapohesabu mwaka wa dini wanaanzia sasa katika hiyo miezi, na miezi yao inaangukia kati ya Machi na Aprili. Kwa hiyo na sisi tunapoanza kipindi cha Kwaresma tumechukua kwa Wayahudi. Tujue kwamba tuna kipindi cha mwaka, kalenda ya mwaka ambayo yenyewe ilianza mwaka 45 baada ya Kristo, lakini baadaye Gregori Mkuu akaja akafanyia marekebisho mwaka 1582.
Sasa hiyo ambayo tunaita ni kalenda ya kimataifa, hiyo sasa hiyo ambayo tunaitumia kawaida. Lakini hii ambayo tunaitumia katika kanisa na mambo mengine, hii ambayo pia tunaitumia kwenye Kwaresma, tunatumia hiyo ya Kiyahudi. Na wao wanaanza kuhesabu huo mwaka wa dini katikati ya mwezi Machi na Aprili. Kwa tunaifuata hiyo. Kwa hiyo tukishajua Pasaka itaangukia lini, tunarudi nyuma hizo siku 40 kutafuta Jumatano ya Majivu. Kwa hiyo ndo tunakuwa na kipindi cha Kwaresma hapo katikati cha siku 40. Kinaanza lini? Jumatano ya Majivu. Tunaipataje? Baada ya kujua Pasaka itakuwa lini mwaka huu, tunarudi nyuma siku 40 zikiwepo hizo siku za Dominika. Alafu tunajua basi Jumatano. Kwa maana hiyo hapa mtazamaji wetu anaweza akajiuliza jinsi ambavyo unasema dada Rose kwamba tutakapojua Pasaka inaanza lini. Je, swali hapo. Pasaka ndio yani ina siku yake fixed? Ndio nilikuwa naelekea. Asante. Tukishajua Pasaka, jinsi ya kujua Pasaka ni jinsi ambavyo sasa taratibu hizo za kalenda ya dini ya Kiyahudi watakavyokuwa wamepanga. Na yenyewe inapangwa kila mwaka, mara nyingi inakuwa tofauti. Haiko fixed kama ambavyo tunasherehekea Noeli tarehe 25 mwezi wa 12. Hii tarehe zake hubadilika. Utaona hata mwaka huu tunakwenda sana mpaka tarehe 20 Aprili ndo Pasaka. Kwa hiyo inabadilika, lakini inakuwa inacheza hapo mwezi wa Machi, Aprili, wakati mwingine inaweza ikaanza kidogo huko Februari, lakini basi tunakuwa mama kanisa ni mama mwema, mtaratibu, mwenye kujua taratibu zote. Kwa hiyo na ameweka hapo. Na sisi mapokeo mengi tumepokea kwa Wayahudi pia. Mengi sana, kwa sababu tuwezi kusema eti kuna mambo kwa hiyo tuendeke kulingana na wao ambao labda wamkiri Kristo na kadhalika, lakini kuna mambo ambayo tumeyachukua kwao mengi sana, sio uvaaji nini vingi, kwa sababu ndio waliotolewa, ndio taifa takatifu. Ndio taifa lilotolewa, ndio waliopewa maelekezo, waliopewa Torati, walipewa vitu vingi. Kwa hiyo tusiende sana. Kwa kifupi tu ni hayo. Sije kukupeleka tukajikuta tumetoka kwenye mada ya leo tunaanza kuingia kudadavua huko kwa nini tunafuata hayo. Lakini kwa kifupi tunachukua kalenda ya Wayahudi. Kwa hiyo tunaangalia Pasaka itakuwa lini, tunarudi sasa siku 40 na kuziondoa hizo Dominika. Na tukishaziondoa basi tunapata siku 40. Kwa nini tunafunga tufungi Dominika? Ni kwa sababu Dominika ni siku ya ufufuko wa Bwana, tunakumbuka, na ni Pasaka ya Bwana. Lakini sio kwamba tufungi maana yake sasa tunafanya vyovyote vile. Tunakuwa katika ule unyamavu na utulivu wa Kwaresma. Lakini yenyewe tunakwenda kanisani, tunafanya vitu mbalimbali, lakini si kwamba sasa ndo unakula unafanyaje, hapana. Kwa hiyo dada Selina, tunapoongelea sasa Kwaresma inaanza hizi siku 40. Na unaweza tukasema kwa nini ni siku 40? Kwa nini 40? Kwa namba kama namba tutasema 1 2 3 mpaka na kuendelea. Lakini katika Biblia kuna namba zinaitwa namba za kibiblia. Kwa mfano, namba 1 Mungu mmoja, umoja. Namba 3 kuna Utatu Mtakatifu, malaika wakuu watatu. Lakini tuna namba 7 sakramenti 7 za kanisa. Tuna namba 9 kundi la malaika. Lakini tuna namba 12 mitume 12. Tuna namba 40 mpendwa mtazamaji, ambayo zote hizo namba 70 zinaitwa namba za ukamilifu. Yaani mambo yake yamekamilika, yako yamekamilifu. Kwa hiyo tunaposema siku 40 ni siku kamilifu, yani maana yake siku nyingi. 40 wana wa Israeli walisafiri jangwani kwa siku 40. Bwana wetu Yesu Kristo alifunga siku 40. Na sisi Kwaresma yetu ni siku 40. Kwa hiyo ni maana yake imechukuliwa kibiblia, haijachukuliwa kwenye hizi namba za kwamba tu ni namba kawaida, hapana, ni namba za kibiblia. Maana yake ni siku nyingi. Tunamuonyesha, tunamuomba Mungu azipokee kwamba kama tumefunga kwa siku nyingi. Si kwamba kwa sababu 40 ni nyingi, bali kwamba kuonyesha tu kwamba tunatamani tufunge zaidi na zaidi na tumefunga sana. Kristo alifunga sana. Na wanasema kwa nini wana wa Israeli wasafiri siku miaka 40? Ili wale ambao hawakupaswa kuingia nchi ya Kanaani wao wamekufa. Kwa hiyo walikufa. Na sisi tuombe Mungu atujalie tusife, bali tuongoke ili tufikie uzima wa milele mbinguni. Na kwenye Kwaresma wengi wanauliza, sasa tunafunga nini? Kwenye Kwaresma kwanza tunatofautiana taratibu za kufunga na baadhi ya dini. Wote tunafunga, lakini tunatofautiana taratibu za kufunga. Sisi Wakristo Katoliki tunapaswa tufunge saa 24 kwa hizo siku 40. Tutafungulia lini? Tutafungulia tunapoingia mkesha wa Pasaka.
hapa ndio tunafungulia, ndio maana inaimbwa haleluya kuu. Masomo yale ni mengi, inakuwa ni kesha kuu tukufu takatifu, na ndio maana Pasaka inaitwa Dominika zote. Kwa hiyo mpendwa, tunaposema tunafunga saa 24, hatuna muda wa kusema sasa hivi tunakesha hatuli sana alafu muda fulani tutakula kupita kiasi. Ni kwamba leo tumeanza kufunga. Jumatano ya Majivu tunasimama, Jumatano ya Majivu tumeanza kufunga. Ni safari ya kujitathmini, ya kuomba toba, ya kusali, ya kumlilia Mungu mpaka tutakapofika mkesha wa Pasaka. Na tukifika pale, hii nguvu tuliopewa na Mungu, humsamaha wa dhambi na tukapiaisha maisha yetu, tukaenenda katika uongofu, yatusaidie kuishi maisha ya ufufuko. Yaani maisha pasi dhambi, maisha yaliyounganika sasa na Kristo. Na ndipo pale tutasema sisi ni watu wa ufufuko na haleluya ni wimbo wetu. Hivyo hatufunge kipindi hiki tusitende dhambi afu baada ya Pasaka tunarudi kwenye dhambi. Hapana. Yaani kipindi hiki ni cha kujichosha, cha kujikatakata, yani mioyo. Yaani unajikatakata mimoyo wako, ujichanue, ujiangalie kuna shida gani huko ndani. Yatoke yale. Alafu ujifungue kwenye dhambi, yani ufunguke kwenye dhambi, utoke kwenye dhambi, alafu uanze maisha mapya. Na vipi dada Rose, kwa baadhi ya watu utakuta na labda ana kitu fulani ambacho sio chema sana na kimpendezi Mungu, utakuta anamwambia mwenzake bwana tuache bwana wakati huu bwana ni wa Kwaresima, tuache bwana. Tutakuja kuyazungumza hayo tukimaliza Kwaresima. Naam dada Selina. Ndio hayo mama kanisa anatufundisha kwamba tunapoanza maisha ya uongofu, naomba nisome kwa kifupi dada Selina. Vizuri kabisa kwamba anapotuambia maisha haya ya kwetu ni toba ya ndani, ni nini anatutaka tufanye. Naomba nisome tuje hapa katika katekisimu ya Kanisa Katoliki. Pendwa mtazamaji, kama hauna hiki na una smartphone sijui laki ngapi, nunua kitabu pendwa mtazamaji. Toba ya ndani anatuambia ngapi okay. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, tuanze namba 1430. Japo ukipenda unaweza kurudi nyuma zaidi, uongofu wa batizo na kadhalika. Lakini mimi naomba nisome hapa, afu kidogo nitarukia kuona rehema ni nini. Ili tuendelee vizuri. Sasa anatuambia tunaposema hilo ulotuuliza kwamba tunagairi mambo mabaya tuje tufanye baada ya Kwaresima. Hapana, toba ni nini? Anasema kama ilivyokuwa kwa manabii, wito wa Yesu wa uongofu wa toba haulengi kwanza kazi ya nje, gunia na majivu, kufunga na kujitesa, bali uongofu wa moyo, uongofu wa ndani. Bila uongofu wa namna hiyo, matendo yote ya toba hayana nguvu na ni madanganyifu. Kinyume chake, uongofu wa ndani husukumwa kuonyesha ishara zinazoonekana, vitendo vya mwili na kazi za toba. Sasa tunapaswa kufanya nini? Katika toba hii ni kuanza upya. Anasema toba ya ndani ni kuelekeza upya kabisa maisha yote, ni kurudi. Sasa kama tunarudi kutoka kwenye dhambi, baada ya Pasaka tusiende tena kule kwenye uchafu. Tunapaswa tuenende vizuri. Kwa hiyo hili ambalo nimemjibu leo, nimjibu nikijua daima mwanadamu maisha yake ni Kwaresima. Hiki ni kipindi tu cha miaka 40, lakini daima tunapaswa kuishi maisha ya toba cha siku 40, lakini tunapaswa kuishi maisha ya Kwaresima all the time. Yaani ya kufunga, kutoa sadaka, kufunga, toba, kutoa sadaka na kadhalika. Hivyo ndio maisha yetu ya kila siku hayo. Tuwapo safarini hapa duniani. Ndio maana tuambiwa safari yetu ni hija, na huwezi kuwa hija pasi toba. Lakini sasa kikuu ni kuhakikisha turudi tena kwenye dhambi. Sasa anatuambia toba ya ndani ni kuelekeza upya kabisa maisha yote, ni kurudi, ni uongofu kwa Mungu kwa moyo wote. Ni mwisho wa dhambi. Ni mwisho wa dhambi. Kwamba bwana kwamba unamwambia tutairisha bwana, tutazungumza wakati ujao. Ndio maana kuna wengine wanauliza hivi sisi ambao tunaishi maisha ya mke na mume bila sakramenti tunaweza kufunga. Sasa kufunga ni nini? Ni kugeuka. Sio kushinda njaa. Ni kugeuka, ni kupiga moyo kwamba nimekukosea Mungu. Sasa namlilia Mungu na nimemkosea, na baki kwenye ule uchafu. Nitoke, nikumbatie huruma yake ambaye ananiita
kutoka kwenye hii dhambi ya kuishi mke na mume bila ndoa, kutoka kwenye hii dhambi ya kuishi maisha ya kucheza dili lakini unajua kabisa naumiza watu na naiba, kutoka kwenye haya maisha ya ushirikina na kuzindika mambo ya masuala ya mizimu, kutoka kwenye hii hali ya chuki Daselina, tunachukiana, tunakomeshana, tunakomoana, tunaharibiana, tunafanyiana ubaya, kutoka kwenye hali ya kutoa mimba, kutoka kwenye hali ya kufanya lolote lile linaloharibu uhai, kutoka kwenye hali ya kufanya biashara ya madawa kulevya na kuharibu watu ambao wanatumia hizo dawa na mwisho wanapata shida kubwa ya afya na wanapata shida kubwa pia kiakili, kijamii na kadhalika. Kwa hiyo ni kurudi kwamba sasa naacha, na kama nageukia huku kwa Yesu aliye njia, kweli na uzima, nisitoke tena huku. Haya, hebu tufahamishe sasa hapo kwa huyo mtu ambaye anapenda kufunga lakini haelewi anafunga namna gani. Maana mara nyingi tumekuwa tukikumbusha, tunaambiwa sisi atufungi kama vile kama kufunga tunafunga. Sasa hebu tufafanulie hapo katika swala zima la kufunga. Amina. Daselina, kufunga kwetu sisi waamini wa Kristo wa Katoliki tunafunga siku 40. Hatufungi masaa, tunafunga siku 40. Sasa hizi siku 40 kimsingi tulipaswa kwanza tusile, tusinywe kama ambavyo walifanya kila mtumishi wa Mungu Esther, akula hakunywa kama walivyofanya pia watu mbalimbali, lakini kikubwa alikuja kufanya Bwana wetu Yesu Kristo, hakula hakunywa mpaka akaona njaa. Yaani maana yake mwili ukatikisika, lakini yeye hakutikisika, na muovu alivyokuja kumjaribu alimjibu kwamba imeandikwa, akamalizana naye kufanya majadiliano kama aliyofanya Eva. Kwa hiyo sasa tunapofunga sisi tunafunga saa 24. Kwa mfano Jumatano ya Majivu tunapoanza ile saa 6 usiku, Jumanne kuamkia Jumatano, ule usiku wa Jumanne kuamkia Jumatano. Ikishamalizika saa 6 kamili imefika, tunaanza 6:01, tayari ni Jumatano ya Majivu ile. Kwa hiyo walioweza kuwa na nguvu ile usiku waliamka kuheshimu. Ni siku pekee ambayo mama kanisa anatukumbusha kujitathmini zaidi na kumrudia Mungu kwa namna pekee. Kipindi chote tunamrudia, lakini hiki kimetengwa kwa namna pekee. Kwa hiyo tunaenda nayo mpaka tutakapofika usiku wa kuamkia Alhamis. Ile saa 6 ndo tunamaliza. Kwa hiyo anaweza kufunga asile asinywe. Anaweza kaanza huo muda akaendelea mpaka hiyo usiku. Ndo tumemaliza, ndo siku hiyo ya kwanza. Alafu tunaenda tena ya pili mpaka tunazifikia ngapi? 40. Ukiweza kutokula ni vizuri. Lakini wakati naanza hii sianzi kufikiria tu chakula. Hicho ni ya nje. Ina nguvu lakini si sana kama hii ya ndani anayoitaka Kristo. Kwamba ninapoanza hii Kwaresma huu usiku wa saa 6, kuna mtu nisiongee naye. Ninaishi maisha ya uzinzi, ninaishi maisha ya ushirikina, nimekuwa mvivu, nimesusa kazi za Mungu na kusema Bwana mimi sitakuwa kiongozi, Bwana kwani nafaidika nini? Kwanza napoteza muda, kwanza wamenichagua sikuepo. Nimekuwa na hizo jeuri za kuona kazi ya Mungu hazinihusu Daselina. Ndio maana tunapoenda ile Jumatano sasa kuambiwa tubuni na kuamini Injili kama anavyotuambia mwinjili Marko sura ya 1 ya 15, Bwana Yesu anaanza utume wake kwa kutuambia ya kwamba tutubu na kuamini Injili. Lakini maneno ambayo Bwana Mwenyezi Mungu pia anatufundisha katika, nafikiri ni Mwanzo sura ya baada ya sura ya 1 sasa kuendelea kule mbele, baada ya Adam na Eva kufanya makosa makali, Mwenyezi alikasirika akawaadhibu. Na alipoadhibu akawaambia kwa kuwa wewe ni uvumbi, utarudi kuwa mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo kuna wakati pia tunaambiwa wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Kwa hiyo sasa wakati tunaambiwa sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi, naanza kujifikiria ninapoanza kufunga, je, hii funga yangu nina kitu nimekishikilia bado? Sasa kama nimeshikilia maisha ya mke na mume bila sakramenti ya ndoa, naanzaje kukesha hapa kufunga sili chakula? Anakitaka Mungu hiki? Sidhani kama Mungu ana shida na hiki chakula chako. Kula shiba. Kama umeshikilia dhambi umeikumbatia, lakini unashinda njaa. Pamoja na kwamba napaswa nisali ili Mungu anifungue hiki kifungo, lakini najiuliza ni nini kimenisababisha nimeshikia hii dhambi? Hizi dhambi za ushirikina nimeshikilia, bado naenda kwa waganga, bado nimezindika vitu mbalimbali, bado nafanya mambo mabaya. Je, ni nini hicho ambacho kimenishikilia? Lazima nifunguke, niungame, nitoke, niachilie hizi dhambi, niangaike kabisa kuachana nazo. Halafu nitakapokuja sasa kuutesa mwili wangu kwa kuhakikisha siri hiki nilicho yani si jala asubuhi, si jala mchana, si jala jioni, gharama yake labda ni kama shilingi 5,000, nachukulia mfano. Hii 5,000 niiweke
nisaidie wahitaji zaidi kipindi hiki, kwa kuwa sili chakula. Sio kwamba sili alafu jioni na kula kupita kiasi hata kuliko siku za kawaida. Yaani nikisha kiweka manangu tumemaliza sili. Tunapoanza kula kitu kingine pale, hiki nilicho kisevu kiende kwa wahitaji, magereza, yatima, wagonjwa, walioathirika na dawa za kulevya, wakimbizi na kadhalika. Alafu kipindi kidaselina, kama ni kwa mvivu kusali, niinuke sana kwa bidii niwaombeo. Niombea amani dunia, tuombee amani nchi mbalimbali, tuombee wakosefu, tuwaombee Wayahudi wasiomtambua Kristo, tuwaombee watu mbalimbali, na sisi wenyewe tujiombee kwa bidii kabisa. Umeona ambavyo ni kazi kubwa. Alafu Barozi, nafikiri tunapata nafasi ya kupumzika. Tupumzike kidogo, alafu baadaye tutaendelea. Mtazamaji, usitoke kando ya runinga yako ili kuweza kupata mambo mbalimbali, hasa tunapozungumza juu ya mada inayosema mlei na Kwaresma, au niweke vizuri, Kwaresma na mlei. Tupate mapumziko. Na mpenzi mtazamaji, baada ya mapumziko hayo mafupi, kumbuka tunatazama kipindi cha Walei Tuzungumze. Na mada yetu inasema Kwaresma na mlei. Na tumeweza kupata mambo mbalimbali. Kama wewe ndio kwanza unafungulia runinga yako, basi endelea fuatana na sisi kwa hizi dakika ambazo tuko nazo ili uweze kufahamu mambo mazuri. Tutakuja kuzungumza rehema ni nini, lakini hasa kwanza Barozi turudi pale kwenye mambo ya toba. Ndio dada. Yaani umesema jiachilie, usifungamane na vitu. Ndio. Karibu. Asante. Kwamba tutakaposema inafika Jumatano basi tunafunga chakula, lakini ndani tumejifungia kuna watu tuongee nao, kuna majirani labda tuwatembelee, kuna kazi nafanya lakini najua ni haramu, yani nafanya kwa kifupi mengi yaliyokatazwa na Mungu. Na wakati mwingine ni wanandoa hawajafunga ndoa na hawana sababu ya msingi ya kutokufunga, lakini wanasema kwamba subiri tutafute fedha. Kuna wengine hawajafunga wana sababu maalum. Na kuna mwingine ameshatoa mahali, ameenda kwa wanamfahamu, lakini anakuja kukaa suria. Ndio. Ni kama Daselina kuambiwa hivi, mkiishi maisha ya mke na mume bila sakramenti ya ndoa, mtakatwa mikono. Sijui kama kuna ambaye angekubali kuishi hivyo. Ina maana kwamba hatuogopi tena. Sasa hatumuogopi Mungu aliyesema utakufa na utapotea kwenye moto. Lakini kitendo cha kutenda dhambi na kudumu nayo ni ukosefu wa shukrani kwa Mungu na kuikufuru huruma ya Mungu. Kwa sababu anakuita utoke kwenye dhambi, utaki, umengangania. Lakini naona maisha yanaenda, nazaa watoto, maisha yanaendelea. Lakini sawa nalifanya, lakini katika hali ya kumchukiza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hayo ndio tunatakiwa tuyatoe ndani ya mioyo yetu. Kama anavyotufundisha Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Lakini kuna mtu mmoja yeye kunipa hili swali. Nilimwangalia tu lakini nikasema anyway usijali. Yeye alisema hivi, ikekuwa kama Mungu anaona watu wawili wenye ndoa wasiokuwa na ndoa wamekaa wawili wakazaa na watoto, angelikuwa anaona ni dhambi. Kwa nini anaruhusu wale watu waendelee kuzaa watoto kustawi? Na Bwana alituambia ziacheni ngano na magugu vyote kwa pamoja, ila wakati wa mavuno nitawaambia wavunaji, vueni ngano mziweke muhifadhi galani na magugu yatachomwa. Na Mungu ni mwema. Ndio maana Mungu ni mwema kila wakati. Tena ni mwema kwa watu wote. Yeye ni mwema, anawaangazia jua lake wema na wabaya. Sasa unapoona unashamiri katika mambo hayo, unaona ni mazuri japo umeyasimika katika msingi wa ubaya, anasema usifurahie. Ni hatari sana na ni chuki. Mungu yeye anakuacha zaa kabisa na wanaweza wakafanikiwa kabisa. Lakini usisahau ni dhambi na adhabu yake ni kali kabisa. Kali sana. Sana. Kwa hiyo hiyo isitudanganye, isitusababishe kuona kwamba kwa kuwa naendelea naiba na sikamatwi na maisha yanaendelea Mungu ameridhia. Mungu aridhii dhambi. Anakataa na ametuambia tusiishi katika dhambi. Ndio maana kanisa linatufundisha katika hati za mtaguso mkuu, hiyo fumbo la kanisa namba 5, wito wa watu wote kuwa watakatifu. Kwa maana hiyo hapa tunaweza tukamwambia mtazamaji katika zile amri 10 za Mungu. Ndio, na za kanisa.
na za kanisa na shughuli na kanuni na sheria mbalimbali zilizowekwa na mama kanisa, lakini pia na za nchi yetu zile ambazo ni njema. Anapaswa kuzizingatia. Lazima. Haya, twende kwenye rehema. Rehema ni nini? Maana utakuta mtu anasema tuombe toba na rehema. Kwanza tunapotubu, kwa kifupi, tunasamehewa dhambi zetu tulizozitenda kama tutasamehewa. Maana kuna kusamehewa na kutokusamehewa. Yaani kuondolewa na kutokuondolewa dhambi. Kwa hiyo msamaha wa dhambi ama kitubio, tunaungama dhambi, tunatubu kwanza moyoni, yaani tunajuta moyoni sana. Alafu tunaziungama kwa mdomo. Tukishaziungama kwa neema ya Mungu tutapewa malipizi. Tutaondolewa na tutapewa malipizi. Tuyafanye kwa unyenyekevu na kwa moyo wa kuhofu. Atufanye malipizi yani kama vile tititi haraka ukijua nimemkosea Mungu. Sasa tunapo samehewa zile dhambi, kila dhambi ina adhabu yake. Kila dhambi ina adhabu yake. Kwa hiyo rehema ni msamaha wa adhabu za muda za dhambi tulizoungama, tukaondolewa, tukafanya malipizi. Tuangalie mama kanisa anavyotufundisha kwa kifupi hapa. Sasa kama nyumbani kwako una runinga sijui nchi ya 50 ngapi afu katekisimu huna ndugu. Mwanzo wa kuna nini? Rehema, naomba nisome katekisimu ya kanisa Katoliki namba 1471 nafikiri niishie tu hapo afu wewe mwenyewe utaendelea. 1471 inahusu rehema. Mafundisho ya imani na ibada ya rehema katika kanisa yameunganika kabisa na matunda ya sakramenti ya kitubio. Rehema ni nini? Mama kanisa anatufundisha kwa kuuliza hili swali. Anatujibu kwa kutufundisha kwamba rehema ni msamaha mbele ya Mungu wa adhabu za muda kwa ajili ya dhambi ambazo kosa lao limekwisha futwa. Ni msamaha ambao Mkristo muamini anajiweka vizuri kuupata kwa masharti fulani yaliyopangwa kwa tendo la kanisa ambalo likiwa mgawaji wa ukombozi utumia kwa mamlaka yake hazina ya malipizi ya Kristo na watakatifu. Ukitaka kujua zaidi mtafute padri wako, tafute katekista, ni matendo gani? Unaweza si lazima yale ya kule kanisani kwamba nishiriki misa, nipokee Ekaristi, nisali za sala na sadiki, nisali kwa nia za Baba Mtakatifu na kadhalika. Lakini tulifundishwa pia na Baba Monsignor Mbiku kwamba naweza nikawa nimeshatubu, lakini ukitaka kuomba rehema ni lazima utubu, ni lazima kuungama. Kwa hiyo tunapoomba toba na rehema kipindi hiki lazima tutubu. Kwa hiyo ninapoomba toba inakuwa kwa watu wawili. Kwangu mimi niliyeomba na kwa roho za marehemu toharani tu. Sasa ninapoomba na hizi nyingine mbali na zote za kanisani tunivyoeleza hapo, tunaweza tukasali labda rosari, mafumbo yote ya furaha, mwanga, uchungu na utukufu, bila kutawanya mawazo na katika moyo unyenyekevu kabisa nikiomba rehema kwa Mungu. Ama nikafanya ibada ya vituo vya ibada ya njia ya msalaba kwa unyenyekevu na kwa utii na bila kutawanya mawazo. Ama nikaenda mbele ya Yesu wa Ekaristi, nikakaa pale nusu saa bila kutawanya mawazo kwa unyenyekevu, nikafungua Biblia sehemu nikasoma, nikaitafakari kwa nusu saa bila kutawanya mawazo, na mengine mengi tutayaona. Kwa hiyo matendo yetu, lakini pia matendo yale ya huruma, kuvisha wasio na nguo, kuwatembelea masikini na kuwasaidia wagonjwa na kadhalika, kuwachukua maskini waliotupwa nje. Unajua maskini si tu wale ambao hawana nguo. Ukaona kabisa kundi hili lina shida, hivi nikikaa nao alafu wakaimarika, Mungu hatafurahi, atafurahi. Mungu akifurahi si baraka kubwa kwa hawa kwanza. Unawachukua unakaa nao. Au maskini ni nani? Hata mtu ambaye hamjui Mungu, huyo ni maskini namba 1. Mtu ambaye haishi imani yetu Kikristo ni maskini. Si tu maskini wa nguo na chakula. Huyo ambaye maskini wa moyo, hamtegemei Mungu kwa sababu hamfahamu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo rehema ni msamaha wa adhabu za dhambi. Dhambi ambazo zilishaungamwa na zikasamehewa. Tunaona katika kipindi hiki ambacho ni kipindi cha Kwaresma, tumepewa pia muda, tunaambiwa kuna kutafakari neno. Ndio. Hili neno kama wakati huu wa kipindi cha Kwaresma, yani unatafakari namna gani? Asante. Katika kipindi cha Kwaresma daima mama kanisa anatupa mwongozo
mwongozo wa kusimamia wa kutafakari, japo kwanza tuna masomo ya kila siku, mtu binafsi ana masomo mbalimbali, lakini tuna masomo kama hivi tulivyopewa na Baraza la Maaskofu. Kabla Baraza la Maaskofu, kwanza tuna mwaka huu ni mwaka wa jubilei. Kwa hiyo tunatafakari maisha ya uongofu, ni mwaka mtakatifu, mwaka wa kuomba rehema, mwaka ambao Mungu anatuita. Ndio maana milango ile ya makanisa ya hija yalifunguliwa, unakumbuka taratibu zilizofanyika. Kwa hiyo Kwaresma hii imeangukia kipindi kizuri kabisa cha mwaka mtakatifu, mwaka wa uongofu. Kwa hiyo lazima ujifunze uongofu ni nini na upataje. Uongofu ni kugeuka kabisa, yani kugeuka kama Mtume Paulo alivyomgeukia Kristo, akaachana kabisa na kuwatesa wa Kristo, akamtumikia Mungu kabisa, na anasema kuishi kwangu mimi ni faida, kama kuishi kwangu ni Kristo na kufa ni faida. Namtumikia Kristo ikiwa ni kwa kuishi kwangu au nikiwa ni kwa kufa kwangu. Nampenda sana. Kwa hiyo ndio maana unakuta alikuwa yani anaweza vitu vingi kwa sababu aliamua. Kwa hiyo na mimi na wewe tunapoamua, lakini kwa alivyotuambia kwanza Baba Mtakatifu kwamba kwa kutembea kwa pamoja, tuwe na matumaini ya kutembea kwa kisinodi. Baba Mtakatifu yeye ametuelekeza, kila mmoja akatuelekeza. Baba Mtakatifu yeye anatuambia kwanza ile ya kwamba wewe ni mavumbi na utarudi kuwa mavumbi, ambao tunapakwa pia majivu, ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya 19. Lakini Baba Mtakatifu anavyotupa hii mahujaji katika matumaini katika waraka wake kwa Kwaresma pia, yeye naye ametoa neno lake Kwaresma, na anatuambia tutembee kwa pamoja, tutembee kwa pamoja katika matumaini, tutembee kisinodi, asiachwe mtu. Yani usimwone tu mtu atenda na kusema tajua mwenyewe shauri yake. Yani kwa pamoja, mvute mwenye dhambi. Na Daselina hapa nisimame kidogo. Hata wale waliooana, unapo mume wako ulimuita kipenzi, sweet baby I love you so much, inafika mahali mnakorogana kabisa, solution si kumwambia ondoka. Labda kama yale ambayo mama kanisa anasema ni makubwa sana, inabidi muwekwe pembeni kwa muda, na wala sio kwamba kutenganishwa, mnawekwa kwa muda ili msidhuriane. Lakini ni hata kama utamuona ni jini, ni shetani, rudi katika mtizamo wa kumuona Kristo ndani ya huyu, kwamba ni mwana mpotevu anahitaji kurudi, ni mlevi sana, ni malaya upesi kiasi, ni afai, yani unamuona ni mkorofi, ni muuni, yani tabia zote mbaya, lakini jitahidi umfanye nini? Umuombe arudi. Yani usimpoteze, useme mimi nimechoka bwana nirudi kwenu. Nawe sasa mvae Kristo. Ukimvaa Kristo, tuulizane, atamkimbia huyu mwanaume? Atamkimbia huyu mwanamke? Uweze kumkimbia. Atamlilia, atamuombea. Na kwa kuwa naamini nguvu ya Mungu ni kubwa, na huruma ya Mungu inamfikia kila mmoja, rehema ya Mungu inamfikia kila mwanadamu mdhaifu, itamfikia na huyo na atatubu. Kwa mimi rai yangu kwa hawa wanaoachana ovyo ovyo tu kwa sababu afai, hana kazi, speaker lele. Umeshashikamana naye. Kwa hiyo Daselina tunakumbushwa kwamba katika kipindi hiki Baba Mtakatifu anasema tutembee kisinodi, asiachwe mtu. Hata kama ni ndugu yako amekosea, muite kama mwanampotevu arudi. Lakini anatuambia tusije tukadharauliana, tukajiona sisi tukajisamia haki kama ambavyo Farisayo alifanya, bali daima tuone na sisi daima tunyo wahitaji mbele za Mungu, tushikamane kwa pamoja na tuende kwa pamoja. Baba Mtakatifu huyo na mengine mengi. Sasa neno hilo tusome ule ujumbe wa Baba Mtakatifu wa Kwaresma. Alafu baada hapo tusome ujumbe wa Baraza la Maaskofu. Wametupa ujumbe simameni imara katika imani. Waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 16 ya 13. Wametufundisha vizuri imani ni nini. Imani ni kuambatana na nafsi ya mtu na Mungu. Imani ni kuungama, imani ni kuidhihirisha. Yaani vizuri. Na katika kipindi hiki tunakumbushwa kama karakana ya uongozi, tuwe mashahidi wa Kristo na tusitafute umaarufu kwenye uongozi. Nafika mahali badala ya kumtumikia Kristo na kuwa wanyenyekevu na mashahidi wa Injili ya Kristo, tumekuwa maarufu. Bila mimi nakwambia paroko asingepata hiki. Bila mimi paroko asingejengewa hili. Bila mimi. Karama Yesu ameiweka ndani yangu. Niipokee kwa unyenyekevu na nimuulize Kristo niifanyie kazi wapi. Kama kanituma kwenye nyumba ya mapadri ifanye, nikisema Kristo mimi sina chochote, haya ni wewe umefanya ndani yangu, mimi ni chombo tu. Kwa hiyo tusitafute umaarufu, bali tutafute kuwa mashahidi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na tutumikie. Na nikimalizia tunaposema mlei na Kwaresma katika karakana ya uongozi, utumishi, tuondoke ile ya kusema tukionywa kidogo hatutaki. Sema ni paroko atanigombezaje kama mtoto mdogo? Kwanzia leo nikiwa na akili zangu timamu ninaacha uongozi sijui nini na nini. Hapana.
tumeona katika tulivyosoma kwenye hati za mtaguso, Kristo anatuambia hii kazi ya uokovu tunaoshiriki ametupa Mungu mwenyewe tuifanye. Na kwa kuwa sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu, lazima tujue tuko kama kondoo mbele ya mbwa mwitu. Labda dini nyingine, madhehebu mengine, vyovyote tutatukana kwa namna yote, lakini tusimame imara katika imani. Tusimame imara bila kuyumba. Na katika kipindi hiki tufunge. Kufunga manake ni nini? Fungulia yale mabaya yaondoke, alafu ingiza yale mema. Alafu funga chakula, funga vinywaji, kusanya ya vile vitu ambavyo ungevitumia, nenda kawape wahitaji. Lakini tuombee wahitaji, tuombee amani, tuombee walioathiriwa na dawa za kulevya. Tuombe pia mamlaka ya kuzuia na kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya Tanzania, kwa sababu pia operations wanazofanya kwa kweli zina changamoto. Maisha yao ni kama wameshamtolea Mungu, kwamba Mungu tusaidie. Tumuombe pia Mheshimiwa Retas Limo ambaye anapambana na hilo. Lakini tumuombe pia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaposali kipindi hiki, tuiombe nchi yetu na viongozi wake. Mwenyezi azidi kuweka imani na hekima ndani yao ili waongoze nchi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Labda katika hilo Darozi, mwaka huu pia ni mwaka wa uchaguzi kwa viongozi ndani ya kanisa, lakini pia ni mwaka wa uchaguzi wa kiserikali. Na tunahimizwa kwamba katika uchaguzi ngazi ya serikali kuna jambo tunaliita utume wa siasa. Mhashamu Juda Tadeus Ruwa'ichi, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, amehimiza tuwe na utume huo na utendeke kadiri ipasavyo mpango wa Mungu. Tusifanye ulagai. Kwamba wakati mwingine ni Mkristo Mkatoliki kwenye siasa anafanya naye ajua mwenyewe kabisa kama vile hana Mungu, lakini akija huku mwema mstaarabu. Hilo tusiwe ndumila kuili, tusiwe kama kinyonga. Ni Mkristo Mkatoliki, nimshuhudie Kristo kule ninakwenda kwenye utume wangu. Kwa hiyo tunawaombea, tuombee uchaguzi mkuu ujao mwezi wa 10, Mungu akijalia. Nani atakuwa rais, nani atakuwa nani, ni Mungu anapanga. Hivyo tuombe mapenzi ya Mungu yatimie na Mungu akatupe kiongozi mwema, rais mwema, wabunge na kadhalika na madiwani. Lakini tunaingia uchaguzi Mungu akijalia wa halmashauri ya walei, uongozi wa walei ngazi kuanzia jumuiya mpaka ya taifa. Mchakato huo Mungu akijalia utaanza mwezi wa 7. Hatuna kampeni kwenye uchaguzi wa kanisa, hatuna kupigiana debe, hakuna. Na unaweza ukachaguliwa baadaye wakasema Daselina kwa sababu za kichungaji inabidi nafasi uiachie aingie mwingine. Usianze tu namtaka Selina wetu. Amtaki kwa sasa, ujui ana maungamo, ana mume wake, ana kazini kwake. Uenda katika haya yote kuna moja limeonekana Selina hapa kuna kitu fulani anatakiwa akifanye. Kwa hiyo anajua sasa akikifanya hiki plus hiki hataweza. Kwa sasa tumuondoe hapa. Asante, endelea kumtumikia Mungu. Usisuse, usiliache kanisa, usiwe na wehu uchanga wa imani, kukasirika ovyo. Tumepata kwa tabia mtu asipochaguliwa anasusa, anachukia kanisa, anamchukia paroko. Tabia ni mbaya kabisa, kwa sababu sisi ni watoto wa Mungu. Amekutoa kuwa mtoto wa Mungu? Hapana. Amekutoa kwenye kanisa? Hapana. Amekuondolea ule neema yako Mungu akujalie wewe kuna design yako unataka kususa. Sio vema. Basi tumwambie tu mtazamaji tukamilishe kipindi chetu siku ya leo, lakini pia tukukumbushe usiache kusoma na kujifunza kuhusu ule ujumbe wa Kwaresma ambao upo kwenye kitabu kimetolewa. Darozi, labda unaweza kuwaambia vinapatikana wapi vitabu ili kila mmoja ajipatie kwenye Kwaresma hii? Asante. Kwa hapa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam vinapatikana ofisi ya uhasibu kwa masista, na pale chini kwenye kontena nimeviona pia. Na bei yake ni shilingi 3,000 tu kwa nakala moja. Kwa hiyo mimi jana nimenunua, nimetuma Songea. Nimetuma kwa kutumia basi. Kabisa padi moja. Kwa hiyo yani unajua unapoweza kufanya kitu fanya. Fanya. Watumie ndugu zako, watumie nani, tumia nyumbani kwako. Kadhalika viongozi wa halmashauri lazima muhakikishe mmeshatuma tayari, kila jumuiya ipate na tuvisome. Kwa vinapatikana. Majimboni wao wanajua taratibu ambazo huwa wameweka. Ndio. Basi tukwambie tu tukamilishe kipindi chetu kwa sala. Darozi, karibu tuweze kufunga. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi wa milele, umetuumba kwa sura na kwa mfano wako, na ukatupenda upeo, ukatuzaa mara ya pili, si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa damu ya thamani ya mwana kondoo isiyo na waa wala hila, Kristo Bwana wetu.
Thamani ya damu hii ilipatikana baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kupigwa mijeledi. Ilipatikana baada ya kuchubuliwa na gogo la msalaba. Ilipatikana baada ya Mwokozi wetu kupigiliwa misumari mikono na miguu, na ikapatikana zaidi alipochoma ubavu wake kwa mkuki katoka damu na maji, sakramenti za kanisa. Tunaiomba damu hiyo, Mungu mwenye huruma, itutakase. Ifungue vifungo vya mioyo yetu, vifungo vigumu. Ifungue hali ngumu ambazo tumezikumbatia, lakini ni kama simba ngurumaye zinataka kutumeza. Hayumkini ni kuzivunja amri zako na za kanisa. Hayumkini kujipatia kipato kwa njia zisizo halali. Hayumkini ni kudharau matakatifu yako. Bwana turehemu, Bwana turehemu. Tunakuomba wewe mwenye nguvu ya kuachilia nguvu kutoka mbinguni. Wewe mwenye nguvu za kufanya upya. Tuko katika mwaka huu wa jubilei, utujalie upyaisho wa maisha yetu. Tuishi maisha ya uongofu, tukugeukie kabisa wewe Mungu. Tuenende nawe, tuambatane nawe katika uchaji kamilifu. Tupe neema na nguvu ya kuwa na kiu na njaa ya kutafuta utakatifu. Tujalie tukutumikie bila uoga. Tujalie kutumikie bila kuchoka. Tujisadake bila kujibakiza. Nawe Mungu kachilie imani thabiti, imani kubwa ndani yetu, ikite mizizi, iwe komavu na iwe takatifu, ili kupitia imani hiyo tuweze kusimama thabiti katika imani, tukienenda katika umoja wa kisinodi, na kila mmoja asimwache mwenzake, bali sote tushikamane tufikie uzima wa milele mbinguni. Usituache katika hofu na mashaka, mawimbi yanapotutikisa. Bwana, nanga yetu ni nguvu yako Bwana Yesu, ni nguvu ya msalaba wako. Tushike mkono, tuimarishie imani, matumaini yetu yawe kwako. Tujalie tuenende kwa upendo mkuu kwa Mungu na upendo kwa jirani, na daima tusipende kumtendea mwenzetu lile ambalo hatupendi kutendea. Tujalie tuemalize kwa rezima njema, ukatupe matunda ya pasayo toba. Tunaomba hayo Mungu wetu na kushukuru kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amin. Bikira Maria mama wa mateso, utuombee. Enyi malaika na watakatifu wote wa Mungu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amin. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amina. Na mtazamaji, tukuambie tu hatuna la ziada. Tunakutakia utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea, lakini pia tunakutakia Kwaresma njema. Mimi ni Selina Joseph Matuja, mtangazaji wako, pamoja nami ninaitwa Rose Gerard, na kuombea Kwaresma yenye mafanikio makuu, yenye kuzaa matunda ya pasayo toba. Amina. Hatuna la ziada. Asante na kwaheri. Amina.